Mungu ni mwema. So nyinyi ndio hamna ile usingizi ya afternoon, si ndio? Najua kukinyesha hivi alafu uko kwa nyumba, alafu najua ukiamka utaamka saa 6. Lakini nyinyi ndio umeamua mkuja, si ndio? Mungu ni mwema. Leo Jumapili ya pili ya Kwaresma inaongelea about transfiguration in the gospel. Na kwa jina lingine la kizungu ni transformation. Na hii transformation inatokea katika kitabu cha kwanza, somo la kwanza, ambapo tunakutana na Abrahamu. Lakini kwa sasa bado anaitwa Abrahamu. Na huyu Abrahamu tukiangalia anapewa amri na Mwenyezi Mungu atoke kule ambapo alikuwa amezoea kukaa aende mahali kwingine. Na hiyo safari Mwenyezi Mungu anamwahidi baraka. Na anamwambia kuwa nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa. Nitakubariki, nitalikuza jina lako. Wewe utaleta baraka. Nitawabariki wale wanaokubariki, nitawaapiza wale wanaokuapiza, na katika wewe mataifa yote ya dunia yatabarikiwa. Mungu ni mwema. Kwa hivyo hapa tunaona huku kubadilika kwa Abrahamu kuna kuja na baraka. Na hiyo ndio kitu ambacho Mwenyezi Mungu anatueleza. Mwenyezi Mungu anatueleza kuwa yeye akitaka kukubariki hawezi kuwa the same, lakini lazima ufate nini? Si maandishi, maagizo. Sasa mimi nasikia tu Mungu ni mwema. Unajua mmekula lunch. So hapa muongee ndio mwende mkule sapa vizuri, si ndio? Lazima ufuate nini? Maagizo. Na haya maagizo saa ingine hai make sense. Juu hapa hivi Abraham ungeingia kwa kichwa Abraham angesema huyu Mungu ako na stories za jaba. Mnajua stories za jaba? Ni stories zinakaaje? Sikia mama ati uongo. Zinakaa stories za uongo, si ndio? Kwa Abraham hizi stories zinakaa za uongo. Kwa nini? Kwa sababu hiyo wakati Abrahamu hana nini? Hana mtoto. So ukimwambia ati nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, nitakubariki. So anashangaa hii taifa kubwa, na sisi tunajua hii taifa kubwa lazima kuwe na mtu wa kuiendeleza. Na sasa unanitoa hapa mimi na bibi yangu, halafu unanipeleka ama. So inamaanisha kitu moja, Abraham si angekataa, lakini alifanya nini? Alifata. Kwa nini alifata? Kwa sababu anajua nguvu za Mungu wake. Mungu ni mwema. Kwa hivyo katika maisha yetu saa ingine inakuanga hivyo, lakini kwa sababu hali ya maisha, unajua shida imai kupiga ukakaa hivi chini ukajihurumia. Mimi hii town hii imenifanya maneno. Mungu ni mwema. Unajua shida yenu saa ingine mnafikirianga ati hawa mafadha wametoka mbinguni, wameanguka. Hii town unakaa hivi, yaani unajiuliza sasa mimi sure. Lakini Abraham alikuwa anajua Mungu wake. Kwa hivyo pia sisi kama Abrahamu ndio baba wetu wa imani. Imani yetu tunaisoma kutoka kwa Abrahamu. Na tunaona mambo ambayo Mwenyezi Mungu amefanya nini? Alimtendea. Ndiyo, tunaweza kuwa na changamoto na shida mingi sana katika dunia, lakini tunajua Mwenyezi Mungu akishatuahidi haizi fanya nini? Haizi rudi nyuma. Tunaelewana? Ama nyinyi Mwenyezi Mungu amemwahidi alafu akarudi nyuma? Na jambo lingine ni kuwa
ukiangalia Abrahamu hapa alikuwa na almost 75 years old, whereby in normal sense, normal human being, hata wewe mtu akuja akwambie shosho yako, unajua mimi babu yangu ako na 91 years old. Sasa 91, kama nyanya yangu angekuwa hai angekuwa pale pia 80. Sasa mtu akuja waambie sasa kuna ka last born kanakuja. Hizo ni stories za jaba hizi. Mungu ni mwema. Hata kama atasema tumeishi, lakini hii ni story, si ndio? Mungu ni mwema. But I want you to see where the miracle comes from. It does not just Abraham saw that, but Abraham got a son when he was 99. Mungu ni mwema. And because of that change, alibadilika. Kwa hivyo pia sisi tuweze kumuiga Abrahamu. Kuna mambo mingi sana katika maisha yetu inahitaji tukue tuna imani kidogo. Kwa mfano, ule mama ambaye alitokwa na damu, ilikuwa miaka ngapi? 12. Miaka 12 amezunguka, ameenda India, ameenda wapi mwingine? Urusi. Mungu ni mwema. Amezunguka wherever you can go for 12 years, na pesa yake yote imefanya nini? Imeisha. She was at the verge of giving up, lakini atasema acha nimguse. 12 years. Hata kama ni kupanda mbegu, alipanda akachoka. Ama hata kama ni kuzunguka huku kwenye mnendanga wapi? Mungu ni mwema. Mnendanga wapi? God is good. This is our reality. Mimi nawaambia ndio mjue. Mtazunguka, you will move up and down. But story tu za jaba. But with God anakuongojea. Ndio maana when I was in Zambia nilikuwa nawaambia unajua Zambia, lakini siwaambii muende. Mungu ni mwema. Unajua sasa nyinyi mtaenda kufanya experiment. You know witchcraft, uchawi, Malawi. Kama uko hapa na unatoka Malawi, pole bana, hiyo ndio ukweli. Ni watu wenyu mnakubali tu, mnabobea, ni sawa. It was so me, I was telling them, we enda, you will move around, utenda uko Chipata, utenda uko, utazunguka, lakini mwisho utakuja wapi? Utakuja tu hapa. Na mimi naambianga watu, ukikuja kama sasa ukikuja uniambie, mimi nitakwambia enda uone nani? Father Godin atadeal na wewe. Mungu ni mwema. Kwa hivyo hii kuzunguka, mtazunguka. Because here Abraham 25 years waiting for a son, a promise that was given 25 years ago. It came to fruition when he was 99. So meaning that with God, when you start changing now, the fruits you will not see them tomorrow. The fruits you will not see them after 1 week. The fruits you will not see them after 1 month or after 1 year. With God, it is patience. Mungu ni mwema. We have to be patient. And when you follow what God is telling you, sometimes it is difficult. You know, I was nikitengeneza hii homili yangu, nilikuwa najiangalia mimi mwenyewe. Ama mnafikiria kuwa padri ni rahisi? Mungu ni mwema. Mnafikiria kuwa padri ni rahisi, si ndio? Unaamka, unapata maji, unapata Maria amewapikia chai, unaenda kwa table, si hivyo ndio mnafikiria? Si wewe pia ukuje basi uishi hivyo. Mungu ni mwema.
Kama ni mzuri hivyo si kila mtu angekuwa. But with God, you have to make that transformation. And I like using myself as an example. Mimi marafiki zangu hata bado sahi nimebobea, niko sahi my 4th year in priesthood, bado wanasema wewe bado hatuamini. God is good. But when you make this change, people will not believe it. Now, what we are talking about today is metamorphosis. Metamorphosis kwa kuna watoto ama wanaenda shule ya. Metamorphosis is that change. For example, let's take a butterfly. Kabla hii kipepeo ikuwe kipepeo, iko na stages, si ndio? Walimu wa science hapa sasa ndio mnakuwa siko na stages. Tunaanza na egg, larvae, pupae. Sasa unajua kuna shule mbili. Kuna wale wa group of schools na sasa kuna wale sisi sasa. Mungu ni mwema. Acha nipambane na wa group of schools. Sisi tutawachanganya. Najua sisi badala ya kusema 3 tulikuwa tunasema 3. So egg, larva, pupa, caterpillar, alafu butterfly. Si ndio? Ama ni aje? Ama ni mimi? Anyway, mjue shule ni tofauti. Kama ulifundishwa 3, mimi egg. Ama hiyo ndio pupa. Mungu ni mwema. So there are those stages before it transforms into a butterfly. It is a metamorphosis. It has to undergo that change. And it is the same with we human beings. When we change, we are not supposed to be the same, and we are supposed to change to the best. Lazima tubadilike tuwe watu waku. Ama hamtaki kubadilika? Mungu ni mwema? Hamtaki kubadilika? Mnataka kubadilika? No, tuelewane kwanza. Mnataka kubadilika? Kwa hivyo mnakubali kuna shida. Si ndio? So, when we are changing, we are not supposed to remain the same. Na ndio manake, when a butterfly and a caterpillar zinaweza piga story kweli? Can they talk? Can they be friends? Who is admiring who? It is the butterfly or it is the caterpillar? Caterpillar. Does a butterfly has time to look back with where it was? Because it is in a better state. And that's the life that Christ wants for us. And this is what we see in the gospel. The apostles wameonyeshwa, Mungu ni mwema, wameonyeshwa vile kutakavyo kuwa. Na venye wameonyeshwa, tunaona Petro anasema, hey, ni heri tubaki na tunaweza jenga nyumba ngapi? 3. Hata anaanza kufanya nini? Kujisahau, sijui angelala wapi hao wengine 3. So meaning that when you encounter Christ, when you encounter this change, then things starts being different. Mambo inabadilika. Hawezi kuwa the same. So today during this mass, let us change. Ambia mwenzako badilika. Change. Wacha fitina. Sasa usiambie mwenzako, unajua ukimwambia hivyo anaweza kuambia kwani umeniona na vitina. Jiambie nitaacha vitina. Nitaacha wizi. Sasa hapo kwa wizi si mnaibianga Mungu sadaka? Mungu ni mwema. Leo ni Jumapili ni tithe Sunday. Na uamlete, si ndio? Sema utaacha wizi. Nitaacha kutukana.
Nitaacha kuzinzi. Nitaacha nini ingine mtaacha? Uchoyo. Nitaacha uchoyo. Uchawi, nitaacha uchawi. Sasa mtaki kusema masengenyo. Sasa usianze kutaja dhambi zako tafadhali. Mungu ni mwema. Mungu ni mwema. Hiyo tutaongea kando. But do you get what I'm saying? God is good. Mnaelewa mambo ambayo nasema? Inafaa tufanye nini? Tubadilike. You have to tell yourself, I have to change. Ni wewe mwenyewe. Unajua kama padri, we see a lot of things. And once you are ordained, you become old immediately. You become old in the line of Melchizedek. Ndio manake kama askofu amekuja hapa, si mnaonanga anatoa kofia yake? Unajua inamaanisha nini? Sisi wote tuko kwa hapo. Hakuna mambo ya waaskofu, sisi wote ni mapadri. So kuna mzee moja, Kitengela kuna mambo. Mungu ni mwema. Najua mimi ni Mluya, lakini sasa lazima muonyeshe. Kuna mzee nilikuwa nimeenda kumpea upako wa ugonjwa. Akaniambia, Father, nimekaa hivi nikajuta sana moyoni mwangu, kwa sababu nikiwa kijana nilikuwa na nguvu, nilikuwa nataka kubadilisha jamii. I wanted change for the society, but then I discovered that it was very difficult, and then I narrowed my expectations. Nikasema acha nibadilishe nini mahali tunaishi, kijiji changu. Kujaribu hivyo pia akasema ilikuwa ngumu. Mwisho nikasema acha nijaribu kubadilisha familia, lakini familia ilikuwa bado ngumu. Lakini Father, wiki iliyopita nimegundua ni vizuri ningejaribu kufanya nini, kujibadilisha mimi mwenyewe. Kwa hivyo pia mimi ningewaomba tuweze kubadilika. Enda umwambie Mwenyezi Mungu, ama katika hii misa ambia Mwenyezi Mungu unataka kubadilika. Ni nini? What is that you want to change from? Najua we just say like this, but it is the truth. Some of us are struggling with addictions. Let us try and change. Some of us are struggling with pain that is caused by unforgiveness. Jaribu, ambia Mwenyezi Mungu akusaidie. You have to move from that hatred. Lazima utoke. Some of us, we have to change from telling lies. You have been telling your wife lies since from day one until now. You have to change. You have been telling your husband lies. Tell the truth. It will set you free. Maybe hiyo ndio inakufunga. You just need to tell the truth and change. Mungu ni mwema, kwa sababu najua when you have that will, when you really want to, God will see through and he will make it work. And I said, Mungu si Father Dennis, Mungu si Father Tobias, Mungu si Father Godfrey ati atatasahau, Mungu si Father David. Hapana.
Hawezi chezea Mungu game. Kwa hivyo mkuwe serious na mambo ya Mwenyezi Mungu, na yeye he will help you to do what? To change. So today during this mass, let us offer ourselves and be ready for that transformation. Na tukibadilika, people will hate you because I've told you a butterfly and utogunyo tunaitwangaje utu caterpillar, they can never be the same. So you'll have to lose people. So you have to be ready. And when God promises you, he will have to fulfill it. 10, 20, 30 years down the line. Hata kama umezeeka, kwani ni wewe ndio unajichunga? Si ni Mwenyezi Mungu? Lastly, I encourage you, my brothers and sisters, the same way today we are doing the Pledge Sunday, si ndio? Pledge Sunday. You come and pledge. Usikuwe na wasiwasi. We pledge. Alafu you ingine, you will be a testimony. Because what we have, when the finances that we have, si za kutumika, si ndio? We want to spend, isn't it? But right now, most of our money tunatumia wapi? Kwa hospitali. Right now, if you are sick and you go to the hospital, waseme, okay, sasa wewe utaenda uregister. Kuregister pesa ngapi? 5,000. 500. 5,000. 300. 3,000. 3,000. Alafu uende utumwe kwa lab, si ndio? Kutumwa kwa lab ni pesa ngapi? Tuseme 3,000 ingine, si ndio? Hiyo ni 6,000. Alafu uende uone daktari 3,000 ingine, si ndio? Umefika 9,000. Alafu after hapo daktari akuangalia aseme, sasa wewe tumeona uko na wivu imefunga roho yako na uchoyo. Kwa hivyo inafaa uende uone a heart specialist, si ndio? So huyo heart specialist anapatikana wapi? Kenyatta, si ndio? So juu umejaza mavitu kwa roho, hawezi panda gari ya kawaida, si ndio? Unachukua Uber mpaka Kenyatta, hiyo ni 1,200 ama 1,500, si ndio? So you discover that in a span, na sasa wewe ni wewe peke yako, wewe ni mama. Alafu baba, kuna baba bado ako pia na yeye na kanini kwa roho. But with God, kuwa na imani, jua Mungu wako atakufanyia makuu, si ndio? So let us change. So Mungu amekubariki, lakini sasa kila wakati wewe ukikuja hapa mbele, Mungu ni mwema. Wewe ukikuja hapa mbele, niendelee, si mnajua mambo yenu? Kwa hivyo badilike. Let us experience the transfigured Christ. Hata kama wewe ni baba kwa nyumba, badilika. Watoto wafurahi. Kama wewe ni mama, badilika. Mzee afanye nini? Afurahi. Kama pale kazini, badilika. And don't worry, when you change for the best, the good Lord will bless you. Kanuni ya imani.